natembea nuruni mwake Mwokozi wangu, kwani najua Yesu yuko mbele yangu. Yeye hunimulikia mapito yangu, sina hofu mbele yangu, ninaye Yesu. Natembea nuruni mwake Mwokozi wangu, kwani najua Yesu yuko mbele yangu. Yeye hunimulikia mapito yangu, sina hofu mbele yangu, ninaye Yesu. Kwenye nuru ya Yesu kuna amani, faraja na neema yake Mwokozi. Nitatembea daima kwenye nuru. Kwenye nuru ya Yesu kuna amani, faraja na neema yake Mwokozi. Nitatembea daima kwenye nuru. Yesu ukiwa mbele yangu sina mashaka, sababu wewe ni ngao na ngome yangu. Hatua zangu zinaongozwa nawe, niko imara niwapo nawe Mwokozi. Yesu ukiwa mbele yangu sina mashaka, sababu wewe ni ngao na ngome yangu. Hatua zangu zinaongozwa nawe, niko imara niwapo nawe Mwokozi. Kwenye nuru ya Yesu kuna amani, faraja na neema yake Mwokozi. Nitatembea daima kwenye nuru. Kwenye nuru ya Yesu kuna amani, faraja na neema yake Mwokozi. Nitatembea daima kwenye nuru. Kwenye nuru ya Yesu kuna amani, faraja na neema yake Mwokozi. Nitatembea daima kwenye nuru. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kwaya ya kanisa la Kibada ambayo inatoka hapa, na sasa nitaiita tena praise team. Kwa namna ambavyo mlituongoza, niwaite tena praise team kwa uwakilishi ule ambao mmekuwa nao. Tutaenda kuimba, kila mwanamkutano nitamani aweze kuimba tunapokuwa tukielekea katika hitimisho la programu hii ya kusifu. Tutaimba wimbo nambari 146 na namba 140, na tutakuwa tukihama katika sehemu hii ya kwanza na kwenda katika sehemu ya pili ya program zetu jioni ya leo. Wale ambao tumekuja sasa hivi, liko boksi la maombi mahali fulani pale katikati, ni boksi jeupe. Unaweza ukaandika ombi lako katika karatasi na ukaliweka pale ndani ya boksi.
Lakini pia ikiwa umekuja na sadaka yako na zaka yako masanduku ya mbao katikati yetu, unaweza ukaweka pia. Ikiwa umekuja na sadaka kwa ajili ya juma hili la uwakili na familia, pia unaweza ukaiweka katika boksi pale. Hivyo niwaalike sote tuweze kufungua vitabu vyetu, wimbo nambari 146 na kisha 140, tunapokuwa tukienda katika vilele vya sehemu ya kwanza, sehemu ya kuimba na kusifu, na kisha tutaenda katika sehemu ya pili ya hotuba ya jioni ya leo. Karibuni praise team. Wimbo nambari 140. Nitwae hivi nilivyo, umemwaga damu yako, nawe ulivyo niita Bwana Yesu sasa.
Nitakaribisha tena praise team kwa ajili ya kukaribisha wahudumu sasa. Nixon na timu yako naweza mkaja kukaribisha wahudumu. Karibu kwa ajili ya tuje kwa haraka. Wimbo nambari 15, Nena Rohoni Yesu. Tusimame. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia msifuni. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa neema yako.
Saa imefika tena tukaisikie sauti yako. Wajua mahitaji ya kila mmoja wetu, umfikie kila mtu kwa lugha atakayoelewa, ili mwisho utukufu ubaki kuwa wako. Sisi ni vyombo tu katika mikono yako. Wewe ndiwe utendaye yote kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe wanakibada. Karibuni katika jioni ya leo ambapo tena tunakwenda kupata neno la uzima. Niwaombe wale walioko nje, kuna viti viko wazi huku, hata hapa mbele mnaweza mkaingia ili muweze kusikia neno la uzima mubashara. Niwaombe sana mashemasi wasaidieni watu kuingia katikati ya ibada hii katika hali ya utulivu ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Muda wangu ni mfupi sana, tumruhusu mnenaji aweze kunena. Niweze kufanya utambulisho tu. Tunamshukuru Mungu katika siku hii ya leo. Tumetembelewa na majirani zetu. FDA kwaya, popote mlipo naomba msimame na mtusalimu. Mnasemaje kanisa? Hawa walikuwa waje na mchungaji wao Pastor Amos Chota. Sijajua yuko wapi, lakini karibuni sana, jisikieni kuwa na amani na asanteni kwa kuja kutuhudumia. Tambue uwepo wa kwaya ya Fimbo ya Musa. Naomba msimame mtupungie mkono Fimbo ya Musa. Jamani, mnasemaje kwa ajili ya Fimbo ya Musa? Nitambue uwepo wa kwaya yetu ya kanisa Kibada UCDA Church. Kwaya, popote mlipo simameni mtupungie mkono. Kibada UCDA, mnasemaje kwa ajili ya Kibada? Jamani, Mungu awabariki sana. Tumetembelewa pia na majirani zetu wa Hilltop. Hilltop, hili ni kanisa jipya kabisa, linatokea kule Kisarawetu. Kisarawetu, mnaofahamu wamezaa kanisa jipya linaitwa Hilltop. Na kwa kweli hili ni kanisa ninakoishi mimi, mchungaji wenu. Mnasemaje? Wana Hilltop wametutembelea siku hii ya leo. Sasa niwakaribishe hapa waje watupatie wimbo mfupi, na baada ya wimbo wao mchungaji David Azaeli Mbaga atasimama kunena neno la uzima jioni ya leo. Wangapi wanamkaribisha Pastor David Azaeli Mbaga? Haleluya wanakibada. Hilltop, karibuni. Hawa wanatoka Kisarawetu. Kisarawetu ni Kibada hii. Ukiwa unaelekea kule Mwasonga ndiko kanisa hili linakopatikana, na leo wamekuja hapa kututembelea na kutubariki. Karibuni. Tazame
Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji, Bwana awabariki sana. Kwa kweli amenificha. Mungu awabariki sana. Nitambue uwepo wa ndugu zetu kutokea madhehebu mengine ambao wako hapa. Hebu nyosha mkono mahali ulipo, umekuja kusali nasi. Wewe umetokea kwa ndugu zetu wa Luteri, wa Pentecost, Roman Catholic, Islam, uko hapa. Nyosha mkono tutambue uwepo wako. Asante sana, nimeona wa kwanza. Asante. Mungu awabariki sana. Tuna zawadi kwa ajili yenu. Sasa mchungaji kama akizidiwa, wazee wa kanisa watasaidia. Naomba mchungaji tu ushuke hapo kidogo ili kuweza kuwapatia marafiki zetu. Ukinyosha mkono mahali ulipo inakuwa rahisi kuonekana ili uweze kupewa zawadi ya kitabu. Asante sana. Mchungaji, ukianza na huyu ndugu yangu hapa mbele nitajisikia vizuri zaidi. Asante sana. Barikiwa na Bwana. Haya, mwingine wako kule nyuma wengi kabisa. Bwana wabariki sana. Nyie ni ndugu zetu. Ukiwa hapa jisikie upo katika kanisa la Mungu aliye hai. Asante sana. Wakati wanaendelea kupokea zawadi ndugu zetu hao, nikumbushie kwamba tuna boksi la maombi liko pale. Je, kuna mtu ambaye anatamani kuandika ombi lakini hana karatasi? Anasema mimi nikisaidiwa karatasi nitaandika ombi langu. Nyosha mkono wako. Asante. Kamati ya maombi, mnaweza mkanisaidia endapo mna karatasi zenu muweze kuwasaidia hawa ambao wanahitaji karatasi. Asante sana, naona mko sharp. Mungu awabariki sana kwa kugawa karatasi hizo. Wako watu wengi wanahitaji karatasi kule. Bwana awabariki sana. Moja ya shuhuda ambazo ndani ya siku hizi chache huenda tutashare pamoja, wale ambao wanaangalia pia kipindi chetu kupitia Hope Channel Tanzania wanaweza wakaona, na hapa nasema tu ili kuwatia moyo wale ambao wanaandika. Wakati fulani tukisema kwamba tuandike, usidhani kwamba sisi ndio tunaosoma hayo maombi. Karatasi ni ishara ya moyo. Haleluya. Ni ishara ya moyo. Na kwenye makubaliano yetu hapa pamoja kuna kitu kinafanyika. Nikiwa Magomeni pale siku 10 za maombi, niliwaambia watu neno hili. Tukiita watu mbele kwa ajili ya maombi, tulikuwa tunaomba kwa ajili ya watu ambao wana changamoto za viwanja, hawajengi, mwingine labda hata hajanunua kiwanja, mwingine unakuta ameweka tu msingi lakini baada ya hapo hakuna kinachoendelea. Nilifundisha hilo somo kwamba jinsi ambavyo adui anaweza akashambulia eneo lako la kujenga. Sasa mtu mmoja amenishangaza, tumepokea ushuhuda wake na video yake. Neno moja ambalo lilimgusa ni hili. Nikasema kama tukimwombea mtu mwenye milioni 10, milioni 20 kwamba ajenge nyumba, huo sio muujiza. Hiyo ni hamasa. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au arudie tena. Amekuambiaje? Yaani mtu ana milioni 10, ana milioni 20, unamuita umuombee ajenge nyumba, alafu unatangaza kwamba huo ni muujiza. Huo sio muujiza, hiyo ni hamasa. Ulishtua tu akili yake, akaelewa kinachoendelea, akaenda akajenga. Lakini mtu ambaye ana zero, Mungu akamsaidia ndani ya mwaka mmoja akajenga nyumba, huo ni muujiza. Na mimi siku ile niliwaambia sitaki watu wenye milioni 20 waje mbele, huo ni usanii. Na kwenye mambo ya imani hatutaki usanii, tunataka ukweli. Haleluya. Mkiona ile video aliyonitumia yule dada, na mimi ilinishangaza. Nyumba mbovu ya awali, na ukiangalia nyumba sasa hivi nzuri kabisa. Na Mungu alitenda muujiza huu. Kazi alizoomba alikosa. Pastor, sikuelewi. Ili asije akasingizia mshahara. Muujiza upo mpaka leo. Na we Mungu atakutendea pia. Vita dhidi ya familia. Kama unapenda kuandika, andika vita dhidi ya familia.
Naamini dada yangu ameshapewa maikrofoni yake, tutakuwa tunasoma mafungu kadhaa. Vita dhidi ya familia. Naomba tusimame wote. Yesu anasema wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa na uiwa naye dhambi ilitiawa aliiondoa. Dakika moja, fumba macho yako, sema na Mungu. Moja ya ombi kubwa uombe sasa hivi, mwambie nisaidie kuelewa neno lako. Fumba macho, omba. Baba Mungu mtakatifu, saa imefika sasa akili zetu zikatakaswe, tuwezeshe kusikia sauti yako. Na mimi ninakiri mbele ya watu walioko hapa na mbele ya malaika ya kwamba kama Roho wako hawezi kunijalia kutamka, sitaongea kitu chenye maana, ila wewe kwa njia ya Roho wako ukisema ndani yangu, kuna mtu ataguswa na kusogezwa hadi uzima wa milele. Hivyo basi, elimu ya dunia, ufasaha wa maneno, ujuzi wa lugha vikakae pembeni, ili Roho Mtakatifu achukue hatamu kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kama kuna kitu ambacho shetani anakiwinda na anakitafuta kwa bidii, kwa nguvu zote, ni familia. Anaweza akatumia mbinu mbalimbali na akabadilisha mbinu, lakini lazima ujue kwamba target yake iko pale pale. Hajawahi kubadilisha target yake, iko pale pale. Na usipokaa na kujua kwa nini adui ana target familia kuliko vitu vingine vyote, utashindwa kujua namna ya kujilinda na kulinda familia yako. Kwa hapa naongea na wazazi, ninaongea na wale ambao wanatarajia kupata watoto, ninaongea na vijana, lakini pia nitaongea na watoto kwa namna moja ama nyingine. Familia ni eneo muhimu ambalo mimi naita ni kambi ya maandalizi ya kivita. Kwa hiyo unaweza ukaandaa wanajeshi ambao wanakwenda kushinda au wanaokwenda kushindwa. Wote hao wanaandaliwa katika familia. Na tukijua umuhimu wa hizi familia zetu na kujua mbinu za adui, inatusaidia kujua nini cha kufanya. Kwa nini adui analenga familia? Ikiwa unaandika, unaweza ukaandika yafuatayo. Namba moja, familia inaakisi sura ya Mungu. Nimesemaje hapo? Ndiyo. Ukiona familia jinsi ilivyo, utagundua kwamba Mungu anaonekana kupitia familia zetu. Yesu mwenyewe akaambia wanafunzi wake, watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Lakini kuongezea kingine tena, unakumbuka vizuri, mtunga Zaburi anasema, tazama jinsi inavyopendeza ndugu wakae kwa kugombana. Kwa namna gani jamani? Kwa umoja. Na umoja hauwezi kuwepo bila upendo. Na analinganisha na uzuri wa ndevu za Haruni. Jinsi Haruni alikuwa hanyoi ndevu, kwa hiyo akimiminiwa mafuta kwa ajili ya huduma, ilikuwa inashuka inang'aa.
yanaonekana mafuta jinsi yanavyong'aa, alikuwa anapendeza. Maana yake ni nini? Panapokuwa na umoja kati ya ndugu, nikisema ndugu mnanielewa na maanisha nini? Sina maana lazima awe wa tumbo moja na wewe. Huyo uliyekaa naye hapo ni ndugu yako. Haleluya. Wakiwa na ule umoja, nasema inapendeza. Kabla ya kugusa hizi sababu, ikitokea nimesahau huko mbele, ngoja niseme hiki kitu sasa hivi hapa. Wanaofuatilia huenda mlishakiona na kirudia ili kiingie kwenye akili ya kila mmoja wetu. Kila mtu kuna harufu nzuri anayopenda kuisikia ya marashi yake. Naongea na watu na binadamu. Kwa hiyo kuna marashi ukisikia harufu yake haikuvutii, ujali. Ila kuna mengine ukisikia unajisikia vizuri sana. Sasa katika taaluma ambayo wanaita aromatherapy, ni therapy au ni staili ya uponyaji ambao wanapenda kutumia harufu ili kuweza kuponya aina mbalimbali ya magonjwa au changamoto za akili au za ubongo. Ukiwa ofisini kwako na unajikuta ya kwamba una kama msongo au akili imejaa mambo mengi, unahitaji akili yako iwe sharp uweze kufikiri vizuri, ni vizuri ukawa na jani la ua tunaloliita rosemary. Ukiwa na yale majani ukaweza kuyapikicha vizuri, ukavuta, yanasaidia kufungua ubongo wako, unakuwa vizuri zaidi. Wengine wanapenda kuweka kwenye maji ya moto, unakunywa, unasikia ile harufu yake, inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo aromatherapy inakuambia ni aina gani ya harufu na inafanya kitu gani kwenye ubongo wako kukufanya ujisikie vizuri. Nimeenda huko ili uelewe. Mungu naye pia ana vipavyo, anajisikia vizuri akiviona au akivisikia. Shetani pia naye ana vitu vyake, anajisikia vizuri. Sasa ukijua vile vya shetani utaviepuka ili usimlishe shetani. Ukijua vya Mungu utaviongeza ili ujue kulisha nguvu ya kimungu. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia hapo. Shetani kuna vitu vyake anavuna. Moja hapo ni hii. Panapotokea ugomvi kati ya ndugu, yeye anavuna energy. Ni sawa na sisi tuende, tuna maji yanaporomoka vizuri, tunaona maji yanaporomoka vizuri, tukafunga mfumo ambao tunavuna umeme. Kwa hiyo yale maji yanavyotiririka kwa kasi, si tunafaidika kwa kupata umeme. Mnavyogombana sana, shetani anafaidika kwa kupata nguvu. Tunaanza kuelewana vizuri sasa. Kwa njoo kwenye ndoa, njoo makanisani, nenda kule kazini kwenu, yote ni hiyo hiyo. Kwa hiyo ili avune energy aweze kufurahia, lazima agonganishe watu vichwa. Naongea na wanakwaya kidogo. Sijawaangalia wakijichi wala sijaangalia, mimi nimeangalia watu, ila naongea na wanakwaya. Mmegundua kwaya zetu zikiwa kwenye mikutano ya Injili, mmealikwa kwenye makambi, kwenye effort, nyinyi ni kwaya ngeni, mkiwa kule panatokea ugomvi ambao hata hauna sababu. Nenda ukachunguze kwamba kwaya zetu wanapogombana, wenye viti wa kwaya mnanielewa zaidi. Unaitwa, unaambiwa kuna mgogoro. Nenda ukasikilize ule mgogoro uone kama una mashiko. Hauna mashiko kabisa. Walichogombania ndoo ya maji. Walichogombania microphone. Kwa nini anipe maiki ambayo haiko vizuri? Nendeni sehemu ambayo mnaimba, kwaya zote zimekusanyika mtaa mzima, mko pale. Kuna kwaya ikisimama kuimba, vyombo vinasumbua. Kuna kwaya ikisimama vimetulia. Nyie ni watu wazima, mmenielewa. Sijasema fundi mitambo ni shabiki wa kwaya fulani. Mimi sijasema hivi. Sasa pakiwa na umoja, pana upendano, pana furaha, shetani anadhoofika. Haleluya. Mkihitaji mumdhoofishe, pendaneni. Upendo wa namna hii unafundishwa kuanzia kwenye familia. Familia inaakisi
sura ya Mungu. Mwanzo sura ya kwanza alitusomea dada yetu, lakini leo tunaenda kwenye upande mwingine kidogo. Mwanzo sura ya kwanza fungu la 27. Hebu soma haya mafungu usikie kile ambacho kinasemwa hapo. Familia inaakisi sura ya Mungu. Mwanzo 1 fungu lile la 27. Inasema, ndio, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. ndio, Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. sawa sawa kabisa. Kwa hiyo mwanamume na mwanamke wameumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Tukija hapa sasa, nyinyi ni watu wazima kiroho, siongei na watoto kiroho, tuko sawa sawa? Tunapokuja kwenye hili andiko, mara nyingi tunadhani kwamba linaongelea sura na muonekano wa nje. Hapana. Mungu anataka pua ili nini? Nakusogelea tena zaidi. Mungu anataka miguu ili aende wapi? Wakati yeye yuko pote wakati wote. Daudi anasema, niende wapi nijifiche mbele ya uso wako? Nikienda kuzimu. Kwa ukiniambia Mungu ana miguu kama ya kwangu, nakuuliza ili aende wapi? Ukiniambia Mungu ana mdomo, ili ale nini? Ukiniambia Mungu ana pua, na mimi nakuuliza anavuta hewa gani? Maana hiyo hewa yenyewe kaumba yeye. Haleluya. Mungu tunayeongea habari zake, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kaangalie kwa muda wako kitabu cha Yohana sura ya 4. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Na roho ndiyo ambayo ina shape tabia. Nimetumia sentensi haiko sawa sawa. Roho ndiyo ambayo ina athiri tabia yangu ya nje. Waswahili wana tabia hii, ukimwona mtu fulani sio mkarimu, ni mkorofi, huwa tunasema ana roho, ila hatusemi ana tabia mbaya haraka. Tabia mbaya tunaisema, lakini cha kwanza, huyu mtu ana roho mbaya. Msimuone hivi, ana roho mbaya. Kwa roho iliyoko ndani ya mtu ndio ambayo inaonekana nje katika tabia yake. Mungu amekusudia familia zetu zionyeshe Mungu alivyo. Haleluya. Pale kwenye mtaa wenu mnapoishi pale, watu ambao ni majirani zenu ambao wanawaona katika sura gani? Unawakilisha nini wewe? Njoo pale makazini, kwenye kazi mlipo pale kazini pale, watu wakikuona kazini wanamuona nani katika maisha yako? Mungu amekupa neema, umekuwa boss, wewe ndiye uko pale top kabisa, watu wanaona kitu gani? Siku moja nilikuwa nina mteja wangu mmoja ambaye ni katika masuala ya counseling. Katika kumshauri mwisho akaniambia, mchungaji, tulikuwa na bosi mmoja, alikuwa ni katibu wetu mkuu wa wizara. Anasema yule baba alikuwa ni kama baba wa wizara. Ilikuwa kwaje? Anasema chochote kinachotokea, watu wote wakiwa na misongo yao wanaenda kwake. Utavurugwa huko, lakini ukija ukiongea na yule baba, kwanza atakuombea, anakutia moyo, ukiondoka unajisikia vizuri. Alipomtaja jina, ni rafiki yangu. Na mimi nikampigia simu. Tulikutana siku moja Magomeni, nikamwambia, sikia nikwambie, kuna mtu amekusema kwangu. Anasema, jema au baya? Nikamwambia, subiria usikie linakuja bomu gani. Wewe ulikuwa bosi wake. Nikamwambia, Mungu akubariki, maana wanakusema kwamba wewe ulikuwa unawaombea wakija kwenye matatizo yao, na wakiondoka stress zimeisha. Subiri usidandie bodaboda kwa mbele. Kuna kwingine ukifika wanakuangalia, mchungaji umekuja ofisini kwetu? Sema ndio. Karibu pastor, karibu. Anambia, nimekuja kumsalimia fulani hapa. Unafahamiana yeye? Nasikia mtu mmoja anaropoka. Kwa nini? Na yeye ni Msabato. Ukisikia hivyo kaa sawa sawa. Sasa huwa mimi nawahi mapema, naambia, mimi ni mchungaji wa madhehebu yote, kwa hiyo nimekuja kusalimia wote. Sawa, kama ni hivyo sawa. Basi unaingia. Inakupa picha fulani. Relax kidogo. Ninajua kuna mtu ananitazama hivi tunavyoongea. Shetani anakukumbusha kuna watu uliwajengea picha mbaya huko nyuma. Tumeimbiwa wimbo hapa kabisa, mambo ya kale yamefanya nini? Yameshapita. Tunaanza ukurasa mpya. Kuanzia leo muombe Mungu, wewe kama mwanafamilia katika familia ya Mungu,
umwakilishe Mungu vizuri. Haipaswi wewe unayemjua Mungu unaingia kwenye ugomvi wa kugombania mipaka kama watu wengine. Lakini pasa kuna sawa na tudhulumu, ndio nakubali kabisa. Mimi nimechunga kitunda, wengine mnajua vizuri kabisa. Jamaa mmoja akanyang'anywa kiwanja chake, ndume ya Kikuria. Tukaenda hapo kwenye kesi hapo. Huyu jamaa nilimshangaa, tuko na kaka zake wawili. Kaka wanakazana, huyu aliyeingia hili sehemu lazima arudishe. Nikashangaa, yule jamaa akaongea maneno yafuatayo, akasema, mchungaji, hii kesi ningepeleka kule serikalini na kwingine kote, lakini nimekuita ili tuimalize kiroho. Nikamwambia sawa. Anasema, naomba umuulize huyu bwana mbele ya mwenyekiti wa serikali za mitaa, yeye anataka mipaka tuweke wapi? Lili jamaa bila aibu likavuta mpaka huku kwa, yani kwa mwenzake, mpaka anaingia karibu na mwenzake alipojenga. Kaka zake wanasema, Mura, acha ujinga, hii ni haki yako, hatuwezi kuruhusu. Lakini mwenye mali anasema aseme tuweke wapi? Na mimi nilimtazama nikasema, hivi anamaanisha? Akanong'oneza, anasema, mchungaji, mimi nimeokolewa, huyu hajamjua Yesu bado, acha anidhulumu, Mungu atanilipa. Yule bwana alilipwa, sitaki kuambia alilipwaje. Sina maana ukaonewe, Roho atakufundisha cha kufanya. Usianze kwenda kuiga na wewe kama yule wa kitunda. Sasa unaanza kuiga na unaambia weka hapa, watajua ndio shida yako, wewe watakudhulumu mpaka mwisho. Muulize Roho Mtakatifu, staili hii nitatue namna gani? Haleluya. Shetani anashambulia familia, maana anajua familia inaakisi sura ya nani? Ya Mungu. Anahitaji kuivuruga sura ya Mungu. Sikia tena hii, Mungu atusaidie tuwe na unyenyekevu, kiburi kikae pembeni katika maisha kila siku. Kuna saa Mungu amekukinga na mambo, sio kwa sababu wewe ni mtakatifu, sio kwa sababu hukukosea, ila Mungu alikuwa analinda sura yake. Imeingia akilini hiyo vizuri? Ukitoka hapo unaweza ukajiona mjanja kweli kweli. Mungu anatazama, anasema, kaamua kudefend sura yangu. Nilikuwa natetea sura yangu. Nikikuacha wewe jinsi ulivyo utoboi, nilikuwa natetea sura yangu. Mimi unayeniona hapa naongea na wewe, niliwahi kununua picha kwenye mikutano hii ambayo mnaenda, watu wamekaa na kupiga picha, wanazipanga hapo nje. Si mmeona ile mikutano wanafanyaga, wanauza hapo nje. Nikaenda kununua picha yangu, sio kwamba niliipenda, ila ni kwa sababu ilitoka vibaya. Nilipoiona tu nikasema, hapana, haiwezi kukaa hapa. Nataka ujifunze kitu, siku nyingine upige magoti mbele za Mungu, ambie Mungu, we ninakushukuru maana umenipigania. Sio kwa sababu ya uzuri wako, ni neema ilikufunika. Namba 2, familia ni taasisi ya kwanza aliyoanzisha Mungu. Shetani ana chuki na hilo, hataki. Mwanzo sura ya 2 fungu la 24. Mwanzo 2:24. Naomba unisome dada yangu hapa, alafu nitaelezea kidogo sababu ya pili muhimu sana. Mwanzo 2:24 inasema, ndio, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na wao watakuwa mwili mmoja. Relax hapo, sikiliza ili fungu vizuri. Anayetoa tamko hilo ni Mungu mwenyewe. Taasisi hii ameanzisha Mungu mwenyewe. Angalieni vita ambayo inaendelea kati ya Urusi na Ukraine, kama mnafuatilia vizuri hizi vita zilivyo. Kuna wakati Russia imepiga madaraja makubwa sana ya Ukraine. Kuna wakati wamepiga vituo vile vya kufua umeme, wamepiga huko. Waliozaliwa miaka ya zamani, wakati Tanzania inapigana na Uganda, si tunasoma kwenye historia, wengine mlikutwa kabisa. Mtu mmoja
mtazama kule, anasema kwani umezaliwa mwaka gani? Mimi nimezaliwa mwaka wa 1900 na utajua huko mbele ya safari. Walikuwa wanapiga maeneo ya umeme, madaraja, miundombinu kwa ujumla. Sasa sababu ni nini hasa? Shetani ana wivu na kitu kilichoanzishwa na Mungu. Kuna watu wanachukia duka lako. Mgogoro sio duka, mgogoro ni wewe. Kwa hiyo kwa sababu anakuchukia wewe, anashambulia vitu vyako. Shetani akiona tu wanandoa wamekaa, familia imetulia, anasema hiki si ndio kile ambacho Mungu ameanzisha, na hasira nacho nitakiharibu. Ukiona shetani anashambulia vitu vyako, interest yake sio vitu, mgogoro ni wewe. Ndio sababu wanandoa ambao wanajua kwamba vita ya ndoa ni ya kiroho, wataitatua kwa maombi na hekima ya kimungu kwanza. Ukiona kuna mgogoro umetokea, acha kutumia mihemko kwanza. Usitumie mihemko. Acha kutumia hasira kwanza. Unamlisha adui. Cha kwanza, umeona kuna changamoto imetokea, piga magoti, muombe Mungu. Kuna baadhi ya watoto ambao wanapitia changamoto hizo, wengine mmeshaona kwenye maisha yenu huko mnavyozunguka. Alikuwa yuko vizuri kimasomo, yuko vizuri, anapanda. Kuna sehemu tu akifika yule mtoto, kuna vitu vinaanza kuvuruga masomo yake, Watoto kama hao wengi mkiwaangalia ni watoto special ambao wana karama maalum ambao Mungu anawaandaa. Kwa hiyo adui anaanza kumletea magonjwa sasa hivi. Unasema, mchungaji, utajuaje kwamba hii ni ya kiroho, hii ni ya kibiolojia? Nakupa mfano ufuatao. Ukiona mtoto anapokaribia mitihani ndipo anaugua, litazame kiroho zaidi. Yuko sawa sawa, eh? Ukiona tu kwamba mambo ya kwenda shule yakianza tu kwenda shule ndio ugonjwa unaibuka. Kuna magonjwa mengine ukiyapima hayaonekani kabisa hospitali, ila kuna mengine yanaweza kuonekana kabisa, lakini hayasikii dawa. Jua ni shambulio la kiroho hili. Sasa familia ambayo inajua kwamba tunashambuliwa kwa sababu hii ni taasisi ambayo Mungu ameanzisha, kesi yenu ipelekeni kwa Mungu. Huwezi kuchukua simu ya Nokia unaipeleka kwa fundi wa Samsung. Kuna vitu anaweza akatengeneza, lakini kuna vitu atashindwa. Wanandoa, ukiona mnaingia kwenye migogoro ninyi wawili ambayo haina mashiko. Nikisema haina mashiko, unajua kuna vitu kweli unasema hapa tumegombania haki, hapa sawa, lakini kuna vitu unavitasema hivi, hiki ndio kisababisha tunanuniana siku mbili. Mgogoro ni nini? Nilimwambia hii shuka ni ya kufua, lakini ameiacha. Kapepo kakiona tu kwamba ile shuka inaleta ugomvi, kanasogea karibu kwenye sikio, kana kunong'oneza, kanambia kiburi hiki. Ana kiburi. Tena kana kuongezea, si umemwona hata walivyokuwa unamwambia kwamba hii shuka afue, kuna jicho alikutazama, ameota mapembe huyo. Ile akisema vile, kuna kapepo kingine kanakuja upande wa kulia, kanakwambia ameota mapembe, yakate hayo mapembe. Baada ya hapo nasema atanitambua. Mnajua, mkianza kuchunguza nini kimesababisha ugomvi mpaka mmenuniana siku 2-3, ni kitu ambacho hata hakina msingi. Mmoja akishtuka kati ya nyie akasema, mbona kama tunamlisha shetani hapa, akaingia kwenye maombi tu. Nikwambie, maombi haya sio lazima uombe kwa sauti. Ndani ya moyo tu kasema, Mungu, tumeingia kwenye ugomvi usio na maana, mtulize mwenzangu, hasira zishuke, tujadili. Unaweza tukashangaa Roho Mtakatifu anaingia kule papo, mwenzako anakuambia, hivi tunagombania kitu gani? Hebu tumalize hii kesi. Usidhani kwamba ukisema tumalize hii kesi na saa ile shetani anaondoka, anakuja kuchochea tena.
inaishaje? Tunapoamua kumaliza mgogoro kati ya wanandoa, hatuangalii nani ameshinda. Haleluya. Tena kwa taarifa yako, ambaye ni shujaa ni yule aliyekubali kushuka hata kama amekosewa. Huyo ndiye shujaa kuliko wengine wote. Shetani anashambulia ndoa kwa sababu ya pili, anajua hii ni taasisi Mungu aliyoanzisha na ina makusudi. Namba tatu, anaishambulia ndoa kwa sababu anajua ni msingi wa Mungu wa kutengeneza jeshi lake. Nimesemaje hapo? Lazima ashambulie hapo. Zaburi 11:3, nisome dada yangu hapo. Zaburi 11:3. Na hii nitaikazia sana sana sana, na huenda tukafikia mahali fulani tukafanya maombi maalum siku ya leo. Muda ukiruhusu nitasonga mbele kidogo. Umeiona hiyo? Soma Zaburi sura ile ya 11 fungu la 3. 11:3. 3 inasema, ndio, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Sikia, kama misingi ikifanya nini? Na tumesema kwamba kwenye ndoa ndio msingi wa Mungu kutengeneza jeshi lake. Kwa misingi ya ndoa ikishaharibika tu, subiria huko mbele, kuna fujo ambayo inakuja, inaanza kubwa sana, itakuja. Sasa utulize ubongo wako ili niende hatua kwa hatua, na nakuruhusu kama kuna kitu nitakiongea kwa haraka itakuwa nimepita, piga tu kelele, sema mchungaji rudia hapo, niweze kurudi hapo, tuelewane vizuri. Sikiliza vizuri sasa. Hapa tulipo sasa hivi hapa kuna Vodacom, kuna Tigo, kuna Halotel, kuna Airtel, kuna TTCL. Ni kweli si kweli? Je, hii mitandao yote niliyoitaja unaiona kwa macho hapa ndani? Unaiona hapa? Hapana. Lakini ukiwa na simu yako na umeweka ile line, ukiwasha simu yako inapiki, inapokea mawimbi ya mtandao husika. Naongea na watu au na binadamu? Sawa. Sasa sikiliza, sisi tulivyoumbwa na Mungu ni zaidi ya redio unaozifahamu wewe. Wanasayansi kwa miaka mingi sana walisema kwamba ubongo na moyo ni kama vile, ubongo ndio ambao unaongoza moyo. Hiyo ndio sayansi biology ambayo umejifunza darasani. Hiyo ndivyo ilivyo, ulifundishwa hivyo. Lakini kuanzia miaka 2000 wakati wanafanya tafiti mpya, wakabadilisha mtazamo kabisa. Wakasema tumekuja kugundua kwamba ni kama vile moyo ni kama vile una ubongo wake mwenyewe. Yaani wameshangaa moyo unajiendesha. Wameshangaa moyo unatuma taarifa, frequency, kwenda kwenye ubongo mara nyingi zaidi kuliko ubongo unavyotuma kwenda kwenye moyo. Ikawashangaza sana. Ndipo wanasema kumbe Biblia haikukosea iliposema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na. Ndipo anashtuka sema Biblia haikukosea. Tulidhani sijui utafiti unatoka wapi huu. Uko umesimama sasa hivi hapa, ikatokea tu umesimama mbele namna hii, alafu mtu mwingine akaja akiwa ananyata taratibu, atulie kabisa taratibu, ananyata, aje na usisikie, awe nyuma yako kwa dakika kadhaa, utajikuta automatic. Nenda sehemu yenye nyoka na huna habari kwamba kuna nyoka, utajikuta kuna saa tu. Wangapi imewatokea hii? Sasa sisi tunazalisha frequency, tunazalisha mawimbi kama redio, tunazalisha mawimbi kama simu, tunazalisha. Ukijua hii, kuna vitu kwenye maisha utaviepuka. Na kuja kuongea habari ya familia sasa. Misingi ikiharibika, mtu ambaye ana mawazo hasi na hisia, umeona? Hisia hasi akiingia nyumbani, akiingia ofisini,
anavuruga network ya watu walioko pale wote, na hajaongea kitu, amekuja tuko pap, baba ametoka kazini, amevurugwa. Akiingia pale tu cha kwanza ile, akiingia tu watu wakisalimiana, ana send frequency kwa mtoto, anatuma frequency kwa mke, anatuma frequency kwa walioko pale, wote wanaanza kunywea. Hata ukauliza mbona mmenywea wote, sema hakuna ambaye atakwambia, kila mmoja anaongea mwenyewe moyoni mwake. Leo sasa, pastor, unahitaji kusema nini hapa? Gombaneni ninyi wawili kule chumbani, mnagombana, mkitoka mjue mna send frequency kwa watoto automatic. Wanandoa wengine mnaonitazama hapa, migogoro ya kitabia ambayo mnaiona kwenye ndoa zenu ni matokeo ya makuzi ya huyo mwenzao wako huku alipokuwa. Kuna vitu aliviona, alivishuhudia akiwa mdogo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi anachopambana nacho tunakiita childhood trauma. Ni migogoro ya utotoni anayo kwenye ubongo wake, ipo kwenye subconscious, hata na yeye hajui kwa nini anakuwa hivyo. Unashangaa tu, mbona amekuwa ndivyo alivyo. Hapo ni mpaka Mungu asaidie kuondoa kumbukumbu zilizofichwa ndani ya ubongo. Ndiyo maana wote tulioko hapa tunamhitaji Roho Mtakatifu. Hakuna ambaye anaweza kusema kwamba anaweza akasimama peke yake, maana kuna vitu vilikupata ukiwa mdogo, huna kumbukumbu kabisa, ila kwenye subconscious vimerekodiwa. Kuna kitu tunakiita subliminal messages. Subliminal messages ni aina ya jumbe zilizofichwa kiasi kwamba huwezi kuziona kwa urahisi, ila ukitazama sana unaweza ukaona. Unaweza kuona picha imechorwa chap chap chap. Wanatuma pia kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ukaona mtu anaposti picha anakuambia angalia vizuri, unaona nini? Ukiangalia kwa haraka ile picha ni kama unaona ng'ombe, lakini ukiangalia kwa makini unaona kuna vitoto viko hapo vingi. Mnanielewa nachokiongea Hiyo ndio subliminal message. Subliminal message ni muhimu sana, na unatakiwa uwe makini, kwa sababu vile vitoto vilivyoko ndani ya picha ya ng'ombe ambayo we hukuona, jicho lako la kwanza liliona ng'ombe, lakini kumbe kuna picha ya vitoto iko pale. Usije ukadanganyika ukadhani ya kwamba hukuona vile vitoto, ila conscious yako ndio iliona vitoto, lakini subconscious kule ndani iliona kile kilichofichwa. Sasa hapo kama hujanielewa, sema mchungaji, rudia nielewe vizuri. Sawa? Hapa tulipo sasa hivi tunavyofundishana namna hii, hapa tunavyoongea hapa, kuna mtu ana interest yoyote na hiki kibweta? Yaani hiki kibweta kina kazi gani kwako? Wewe si uko busy kusikiza mafundisho? Conscious yako inasikiliza mafundisho, lakini subconscious yako imesha scan hiki kibweta chote mpaka hizi maiki ambazo ziko hapa chini, ila wewe hujui. Kwa ikatokea siku moja unaiona hii picha mahali, pap, subconscious inachukua faili moja kwa moja, inalivuta, pap, inakuletea, inakwambia kuna siku uliwahi kuona hii picha. Unaanza kuhangaika, hivi niliona wapi? Subconscious yenyewe inajua, ile inaendelea kuskani, inaskani, ikiskani inavuta kibada SDA. Unakumbuka, kibada. Ndio maana kuna watu tukikutana nao hatuwakumbuki majina, ila tunakumbuka sura. Hii sura sio ngeni. Hivi tulikutana wapi? Subconscious ulipokuja kibada ukaona watu wamekaa wengi, mkasalimiana hapo nje, subconscious iliona ile sura, ikaiskani. Ilivyoskani, kwa kuwa hunarika haraka, sasa ndio hivyo vitoto vyetu tunavipa hiyo. Sasa kakisumbua,
Tunaanza kuelewana sasa. Siku moja kati ya mteja wangu mmoja alikuwa na changamoto ya usingizi, kwa hiyo akawa anatumia dawa ili aweze kulala. Akanisimulia anapotumia dawa, mimi nikajisikia vibaya kwa zile dawa ambazo anatumia. Nikamwona kama anakwenda kuwa mrahibu tena wa dawa. Nikamwambia tu kwamba je, unakubali withdraw kidogo kidogo ili mwili wako uanze kuzalisha homoni ya usingizi wenyewe natural? Akasema natamani ifikie hapo, maana bila dawa siwezi kulala. Tukaanza zoezi moja la kwanza la muhimu sana, ilikuwa ni kutakasa mwili. Natumia lugha ya kwetu ya kienyeji kabisa, wanaita detox. Sasa hizi detox, uwe makini ninachokisema, siongelei detox za wale matapeli wa mitandaoni wanaokuambia tu kuna dawa hii natoa sumu mwilini. Kutoa sumu mwilini ni mfumo wa maisha. Yaani wewe mwenyewe unatakiwa uanze mwili wako wenyewe uanze kujitakasa wenyewe. Na moja ya njia nzuri ambayo mimi ninashauri kwa watu sana ni kufunga. Nimesemaje? Hilo tumbo lako kuna saa inabidi ulinyime chakula kabisa. Akaingia mfungo wa siku 3, akaanza kuwa vizuri, akageuka kwenye matumizi ya mboga na matunda sahihi. Nimesema matunda sahihi. Akaanza kuwa vizuri taratibu. Lakini kila kiripoti anakosa usingizi. Nikamwambia, hebu niambie, simu yako mara ya mwisho unashika saa ngapi? Anasema hiyo ndio inayonibembeleza. Tatizo la kwanza, taa zako chumbani ni taa za aina gani? Akanielezea. Sasa toka kwenye simu, mara ya mwisho shika simu saa 12, switch off, weka huko kabisa. Ndani pawe na taa ambayo ina rangi inayofanana na jua likizama. Hiyo tunaita ni hormone manipulation. Tunazimanipulate homoni zako zione kama vile ni jua linazama, giza linaingia. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au bado? Akaingia kwenye ile zoezi hatua kwa hatua. Uzuri kila wakati ananipa taarifa na mimi na monitor kwa utaratibu kabisa, nafuatilia nijue maendeleo yanavyoenda. Siku ya kwanza hakupata usingizi, na hiyo kwangu ni normal kwa sababu mwili Siku ya pili akaanza kupata usingizi saa 5, lakini unakuta mtu kila saa yuko kwenye simu. Unajua wakati unavyocheza namna hii, unacheza umeenda kuna sehemu fulani umegonga, kama ni kitu umegonga, mwili wako haujui tofauti ya game na ajali. Wenyewe mwili unachukulia hiyo ni nini? Kwa hiyo unazalisha homoni ya ajali. Kwa hiyo hapo ulipo umepata maajali mengi. Ubongo wako ukiulizwa unasema huu mwaka sije ukanukuu vibaya. Kuna game ambazo hata mimi na recommend kwa watu kucheza kwa ajili ya kufanya ubongo uwe smart. Lakini kwa bahati mbaya hizo game ni chache. Wakati mnasoma magazeti zama zile, mnakumbuka kulikuwa kuna game inawekwa mwisho wa gazeti. Zile ndio game za kucheza. Inasaidia ubongo wako kufanya kazi, maana unahangaika. Kizazi cha leo, kuna saa unawatazama unasema hivi tunaelekea wapi? Ukiwasimulia watoto kwamba unajua sisi tulikuwa tunaendesha vigari vidogo vya makopo, tairi zilikuwa ni ndala zilizoharibika. Unajua na hao sasa hivi hawezi kujua bana, wanavaa ndala tu kidogo ametupa. Sisi tulikuwa tunavaa ndala mpaka inatoboka hapa katikati hapa chini. Ile ndio unatengeneza katairi kako. Unajua zile tabia zinasaidia ubongo wa mtoto kujengewa tabia ya kujishughulisha na kutatua migogoro. Wa sasa hivi kila kitu kinatoka China. Tena magari yao ya sasa hivi yana mpaka betri, unachaji, unabonyeza linaenda. Sisi mnavyotuona hapa tumeendesha magari, engine ni mdomo.
wamama mnaowaona hapa wamekaa hawa hapa walicheza michezo ya kupikilisha, kesi za kuchukua mafuta kule ndani, wamepika wali. Siku moja nikaongea kwenye mkutano kama, nikaambia sasa hivi tuna watoto ambao, nisitumie neno watoto, ni lugha mbaya, kuna mabinti ambao hata kupika wali hajui, maana kuna rice cooker. Nikasema saa yaja watatuletea ya kupikia ugali. Mmoja akaupiga akasema ipo pasta, ipo. Nikasema kumbe mimi ndio niko nyuma huko kabisa kabisa. Japokuwa sishauri watu kula chapati, lakini mnajua hata kile kitendo cha kukanda unga kwa mkono kinasaidia ubongo. Mungu hajaumba hivi tu kwamba iwe tu ni anatutesa. Mungu hatutesi, Mungu anatusaidia. Walikuwa wanafanya utafiti juu ya Waafrika, wanawake wa Kiafrika, jinsi wanavyotwanga, kwamba inasaidiaje ubongo. Nimeshangaa utafiti ulivyotoka, nikasema turudishe tena vile vinu vianze kufanya kazi. Kuna sehemu ya ubongo wetu ambayo inahusika na masuala ya kufanya maamuzi ya haraka. Wamesema akina mama ambao wanatumia ule wangapi? Wawili. Tena kuna wengine wanakuwa wangapi? Watatu. Wana uwezo wa kutatua migogoro kwa haraka kwenye ubongo wao kuliko mama ambaye hawezi kutumia ile kabisa. Maana unajua inataka akili kupima mwenzako anashusha ili msigongane. Wapatie ile kazi kizazi cha 2000. Utasikia tu kong kong kong, kuisha habari. Nisiangalie dakika 2 namaliza. Chuo kikuu cha Harvard wakachukua panya. Waliochukua wale panya walikuwa ni panya wa aina 2. Napenda sana research za wa jamaa, japo si wakubali kila kitu, lakini kuna nyingi nazikubali. Wakachukua panya, wakamlisha chips, wakamlisha baga, wakawa wanamlisha soda, wakawa wanampa hizi juice za mabox. Wakachukua panya mwingine, wakawa wanampa samaki wazuri waliotoka ziwani, mnanielewa nikisema hivyo si wa kufuga nyumbani. Wanampa na vidagadaga, wakampa aina fulani ya mkate unaitwa mkate wa shairi ambao haujakobolewa. Wanamfanyisha mazoezi na nini, wanampa vyakula vile vizuri vizuri, mayai ya kienyeji. Wenzetu kule wana jina lao, wanaita hii kienyeji ni hapa kwetu. Wakampa huyo, anaishi hivyo na yuko active. Wakawachukua panya wote wawili hawa, wakawatumbukiza kwenye chombo chenye maji, na katikati wakaweka eneo la kujiokolea. Panya wa kwanza ambaye alikuwa anakula chips, soda, baga, wali, nimesemaje hapo? Wakamweka pale, huku anahesabu sekunde ili wajue anachukua muda gani kuona sehemu ya kujiokolea. Yule panya alihangaika, anafika kabisa sehemu ya kujiokolea, anarudi tena. Hii video ukitaka ipo, imerushwa kwenye mitandao, walishaonyesha kwenye website yao na pia kwenye YouTube channel ya kwao. Anazunguka, mwishoni kabisa ndo akaja kuona kuna kaeneo kwa kujiokolea, lakini ameshaanza kuchoka. Huyu panya mwingine huyu anayekula kisukuma huyu, jamani, si tumeshaelewana hapo anakula kisukuma huyu. Wakamdondosha pale pale, ndani ya sekunde chache ameona sehemu ya kujiokolea, amepanda. Utakuja kunielewa sasa. Yale makuku ambayo yako tu hivi,
unalisogelea mpaka karibu liko tu, yaani mpaka uliguse linaanza kulia. Sasa hayo nyie ambao Mungu amewajalia kujua lugha ya mkoloni, kuna majamaa yakirusha vitu vyao YouTube yasikilize. Mmoja anaitwa Dr. Mark Hyman, Mark ile ya Marko, Mark Hyman, nenda kamsikilize huyo jamaa vizuri. Ametoa documentary yake moja inaitwa The Broken Brain. Kile kichwa ninakiappreciate kwa sababu ni daktari na yalimkuta. Kamwangalie Dr. Apine to Dr. Daniel Amen. Huyo ni mwalimu wangu, sio kama namsifia tu hivi. Brain yake pia ninaikubali. Kuna bwana anaitwa Joseph Mekola, nenda kufuatilia vizuri hawa watu. Huko nyuma wakitoa tafiti zao walikuwa wanaonekana kama vichwa vyao haviko vizuri. Leo hii dunia imeanza kuappreciate kazi zao. Mungu atusaidie sana. Mchungaji, unataka kusema nini hapa? Msingi ukiharibika, kama kwenye lishe hapo, mnajua hizo chipsi, hizo baga, hizo soda, hizo nini, kwa sisi wa Afrika walipotuletea ni vyakula ambavyo tulikuwa tunavitumia kwenye sherehe, sio hivyo jamani? Yaani kuna kasherehe kanapita hapo soda pa, ila kuna mtu hata hivi nilivyoongea tu kuitaja jina, kuna kakitu sasa kako hapa. Mungu atusaidie sana. Mchungaji, unataka kusema nini? Najua ni hatua ngumu kudhibiti katuni, kudhibiti lishe. Anza kidogo kidogo uokoe familia yako. Hata mimi nina watoto, sioni kwamba naongea tu from nowhere. Na mimi ni hivyo hivyo, na mimi napambana hivyo, na mimi nawaongelesha, narudia mara kwa mara, naambia katuni inaharibu ubongo. Nataka ingie kwenye subconscious, akuwe nayo, ajue. Ukiangalia movie ambazo zina maugomvi, watu wanapigwa marisasi, watu wanakuwa, inaathiri mfumo wako wa mwili. Unakuwa ni mtu wa ugomvi, mwili unaona kama kuna kitu kimetokea hapa. Na uwe makini. Hujagundua kuna baadhi ya watu ambao ubongo wao hauwezi kupokea vizuri haya mambo. Ukiangalia naye movie, uwe makini, anaweza kupiga ngumi. Mwili haujui kutofautisha kati ya imagination na reality. Inaona kama ni kitu vile vile kama kilivyo. Tunapoingia kwenye maombi, kila mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Kabla hujafungua televisheni yako, jiulize, hiki ninachokiangalia kinajenga au kinabomoa? Kabla hujafungua redio na kusikiliza, hiki ninachosikiliza kinajenga au kinabomoa? Hawa watoto wako ambao umekaa nao mnaangalia pamoja, unawajengea picha gani? Mimi na kampeni yangu ambayo inaendelea ya moyoni moyoni, na naiongea hadharani ili nikipata waungaji mkono tuwe wengi kabisa, wengi kabisa. Kama kuna kitu ambacho kinaathiri ubongo wa mwanamume na mwanamke ni pornography, picha chafu. Lakini mnajua kwamba kuna namna yani zinatengenezwa bila wewe kujua, taratibu taratibu. Nendeni mkaangalie midoli ambayo inatangazia nguo za ndani. Wamegoma. Hiyo midoli tunaiona barabarani. Kwa nini kama wanatangazia zile nguo wasiweke midoli wapi? Ndani. Ile midoli inawekwa nje, na tunapita na watoto wetu. Sijui kama unanielewa hapa Huyu mtoto ambao unamkataza hizi picha hazifai kuangalia, leo uko naye, umeenda kununua t-shirti, umeenda kununulia viatu, duka unalopita ule mdoli umewekwa pale, wewe mwenyewe kuangalia unaona aibu, na uko na mtoto wako. Huyu mtoto kesho akianza kuangalia pornography unasema ametoa wapi tabia hii? Tabia aliitoa kwenye maduka ya nguo. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Hakuna anayekemea haya. Kwenye mabasi umekaa na mtoto
kuna mziki unawekwa hapa kabisa, yaani kuna watu wanacheza mpaka unatamani hata kama umempokea Yesu kutoka Dar mpaka Bukoba, utajikuta ukishuka kwenye lile basi kale kamziki kanaimbwa kichwani, unasikia tu kana Sasa unasema mchungaji, unamaanisha nini? Mimi natamani tuwe wengi ambao tunapiga kampeni, tupige kampeni ya kupiga kelele, tukatae ile midoli kuwekwa vile, ili kama kuna mtu anahitaji hiyo nguo akaulizie wapi? Ndani. Tukinyamaza, wanaoathiriwa ni watoto wetu, na kesho wanapambana na urahibu, tunashindwa kuwatoa. Kumbe tungepiga kelele mapema, tungeokoa taifa. Tusimame tuombe. Tunapoingia kwenye maombi jioni ya leo, eneo letu ni dogo, sitaweza kuita watu kuja hapa mbele, lakini angalau utapiga hatua moja au mbili mbele kama ishara ya hiki ambacho nakwenda kukisema. Ninaomba leo tuombee watoto wetu. Watoto wetu ni sehemu ambayo adui anahitaji kuwavuruga ili avuruge huko mbele. Tuombee watoto ambao wanapitia changamoto za kisaikolojia kwa sababu ya maugomvi ya nyumbani. Tuwaombee sana. Tuombee watoto wetu ambao shetani ameanza kudetect kwamba wana karama fulani huko mbele, anaanza kuvuruga elimu zao wakiwa wadogo. Huwezi kujua pale kuna daktari specialist yuko hapo huko mbele, huwezi kujua. Tuwaombee ambao wanapambana na swala la elimu, walikuwa wako vizuri lakini ghafla adui amewashusha chini. Tuwaombee ili adui aondoke, maana hawa ni faida ya kesho. Haleluya. Leo hatutaombea kitu kingine. Roho Mtakatifu anavyokugusa kwamba uombee watoto, utakachokitamka chochote. Hivi tunavyoongea kuna watoto labda mahala fulani ametekwa nyara, kuna ubakaji unaendelea, ulawiti unaendelea. Watoto wetu hawa tuwaombee, Mungu aingilie kati. Lakini kama uko hapa na mtoto wako anapitia changamoto ya elimu, alikuwa yuko vizuri, ameanza kudrop, wewe piga hatua angalau 3 mbele. Ni mtoto wako au ni mtoto wa ndugu yako anapitia huu uzoefu, piga hatua angalau 3 mbele. Asante. Mungu awabariki sana. Asante sana. Na ninaomba wazee wa kanisa walioko hapa wakachukue lile box, ile maboksi ya maombi yaletwe hapa mbele, na wazee wote watakuja hapa mbele tunapoingia kwenye maombi. Yale maboksi aje hapa mbele, au mashemasi watusaidie, maboksi yale aje hapa mbele, na wazee wa kanisa wote walioko hapa waje hapa mbele. Maboksi ya maombi aje hapa mbele, na wazee wa kanisa waje hapa mbele pia. Ikiwa kuna mtu ambaye hajaweka maombi yake, basi tunakupa nafasi kidogo uweke, maana wazee wanakwenda kushikilia hayo maboksi, na wazee wakishikilia ni ishara ya kwamba tunayakabidhi mbele za Mungu aliye hai. Tunakaribia kufunga hiyo ya kuleta maombi, maana hata kesho pia itaendelea. Kwa hiyo kama ulichelewa, huenda kesho unaweza ukafanya hilo zoezi. Maboksi naona kama yalikuwa yako mawili, au mimi ndo nimekosea? Niliona kama yalikuwa yako mawili. Yote yaje hapa mbele. Zoezi la kuleta tunalisitisha. Weka karatasi yako, utaileta kesho. Naomba maboksi yaje hapa mbele, wakabidhi wazee. Niko sahihi? Mimi nilidhani kwamba yako mawili. Ilikuwa ni moja boksi kumbe ilikuwa ni moja. Asante sana. Najua kuna mtu huenda umekuja na karatasi yako, itunze, kesho utaiweka. Tunza hiyo karatasi, kesho utaiweka. Mchungaji atatupatia ombi, alafu na mimi nitamalizia. Wazee nitaomba wote mlioko hapa
mzunguke hilo box na kulishika. Angalau kila mmoja mzee hakikishe ameweka mkono wake kwenye hilo box la maombi. Kuna microphone nyingine. Kulingana na mazingira na jinsi unavyoweza, ikiwa unaweza piga magoti. Kama mazingira yako huwezi, unaweza ukasimama. Ukiweza piga magoti. Leo tunaombea watoto. Mchungaji ataombea watoto kwa kadri Roho wa Mungu atakavyomuongoza, alafu nitamalizia. Baba na Mungu wetu, Mungu wa huruma na Mungu wa neema zote, tunakushukuru na tunalihimidi jina lako jioni ya leo. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kumtumia mtumishi wako kunena pamoja nasi jioni ya leo. Kwa kicho tunakuja mbele zako, tukiwaleta watoto wetu mbele zako Kristo. Hatuna mahali pa kukimbilia isipokuwa kwako Mungu wetu. Tafadhali Mungu wetu, tusikie maombi yetu. Watoto wetu katika nyakati hizi Baba wanapitia mambo magumu. Imekuwa ni changamoto ngumu sana kudhuia watoto kuto kuangalia katuni. Hata mioyo yetu inahuzunika. Imekuwa ni changamoto sana. Kristo, ingilia kati. Kila mmoja tunapolia kwa ajili ya watoto wetu leo, sikia na ukawatendee. Amen. Ninakusihi na kukuomba Kristo, teka nyara fahamu za watoto wetu. Haleluya. Tunatamani kuwa na kizazi kilicho bora, chenye kicho na heshima mbele zako Baba. Tutakipata wapi ikiwa kizazi chetu kitapotea? Baba, ninakusihi, teka nyara watoto wetu na fikra zao. Nyakati hizi zimekuwa ngumu baya zidi ya watoto. Ulawiti, ubakaji, ushoga, vitu hivi vinapandikizwa kwa watoto wetu. Baba, waokoe watoto wetu jioni ya leo. Amen. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, okoa familia zetu. Amen. Kuna mahala Mungu hatuwezi kuona. Wako mashuleni, hatuoni wanaingiliana na watu gani Baba. Ila ulinzi wako wa malaika zako watakatifu, ambaye wewe unaona hata tuende wapi unaona. Tunakusihi, angalia watoto wetu Baba. Amen. Tunawaweka mikononi mwako jioni ya leo. Mungu wa mbinguni, angalia na ukaokoe watoto wetu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Baba, wakati wazee wa kanisa wameshikilia boksi hilo, wewe unasoma mioyo. Ninakusihi kila kilichoandikwa, wewe mwenyewe Mungu ukapate kutenda muujiza ambao utamshangaza hata aliyeandika. Amen. Tuna ndugu zetu ambao wanaangalia kwa njia ya television, wao hawakuweza kuandika kama sisi, lakini kwa vile unasoma moyo, ukaunganishe pamoja nasi kuwa kitu kimoja. Lakini mfalme wa amani, tunaomba kwa ajili ya watoto. Hata hivi tunavyoongea, huenda kuna mtoto ametekwa nyara mahala fulani. Mawazo yake yamejaa hofu, hajui afanye nini. Tuma malaika wako. Amen. Baba, hivi tunavyoongea, kuna mama hapa analia moyoni kwa ajili ya mtoto wake. Kuna tabia ambayo ameziona, anatamani ziishe, lakini ameshindwa. Na tunajua watoto tunaoongelea hapa sio wa umri. Anaweza kuwa ni mkubwa, lakini kwa mama yake na baba yake ni mtoto bado. Naye huyu tunamleta katika mikono yako Mungu wetu. Tenda muujiza. Amen. Ninakusihi sana wazazi ambao wamepata msongo wa mawazo kwa sababu ya tabia za watoto, na ukapate kuwaponya. Ninakutukuza maana unakwenda kufungua watoto wote ambao wana changamoto ya kielimu. Amen. Ambao adui anawashambulia.
Baba ukawafungue na kuwaweka huru kuanzia leo. Amina. Asante, maana unakwenda kutenda miujiza kwa utukufu wako. Amen. Wewe ni Mungu, ukawabariki watoto wako wanapoondoka, ukawalinde na kuwatunza. Kila anayesafiri usiku wa leo mpatie wepesi wa safari. Amen. Akafike salama na kesho tukaisikie sauti yako. Amen. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana awabariki sana.